Hili jambo tumehangaika nalo kwa muda mrefu sana, na imefikia wakati mpaka hata wale wafanyakazi wenyewe ambao ni wadau ambao wanataka haki yao sasa wamefika hatua kama vile wamekata tamaa. Lakini kwa sasa hivi toka tumeanza hatua hizi sasa hivi za kufuatilia hili swala, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi na kupeleka bandari, kwa kweli wakapata kutuita kukaa nao meza moja kwa mazungumzo ya kwanza na ya pili. Kwanza kabisa kama katibu, kwanza nawashukuru viongozi wa bandari pia kwa usikivu wao wa kuweza kupata taarifa zetu, wakaweza kutuita na kukaa pamoja kutaka kujua kiini na suluhu ya kuweza kufanya. Pia ni mshukuru pia Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Utumishi pia kwa kuweza kupokea barua yetu na kutambua madai yetu na haki yetu, stahiki yetu kisheria kama wafanyakazi ambao tumelitumikia shirika, nguvu zetu, jasho letu kwa muda mrefu. Tunashukuru kuweza kulichukua jambo letu kwa uzito, wameweza kulifanyia kazi kwa mchakato huu ambao hata kama bado halijafikia katika hatua ile ya tamati. Lakini nichukue hatua hii kutoa shukrani za kipekee kabisa kwa Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Ni kiongozi ambaye msikivu na ambaye anafuatilia mambo na kutaka kujua matatizo ya Watanzania anaoongoza. Lakini katika jitihada hizo tunamshukuru na kumwombea nguvu Mheshimiwa Rais wetu. Lakini ombi letu kubwa basi aweze kuliangalia hili jambo, ili swala ili aweze kuhakikisha analisimamia, ili sisi wa Tanzania basi tuweze kupata ile haki yetu. Tuliandika barua yetu ya malalamiko kufuatia swala hilo, na mwisho wa siku huyo katibu akaandika barua ambayo inaelekeza jinsi kuelekeza bandari ili kusudi tuweze kufikia suluhu. Na mpaka sasa tumefika katika hatua ya kuweza kuonana nao, lakini tumeandika barua yetu ifike kule ili kudai yale ambayo tulikuwa tumekubaliana, kwa sababu kwa mara ya kwanza tukawa tumeitwa nao baada ya kupata ile barua. Tukaitwa tukakaa vikao nao mara mbili. Baada ya hivyo vikao tukafika mahali kwamba sasa hilo swali lingeweza kushughulikiwa. Sasa baada ya kuchelewa kwa muda kidogo ndo hapa sasa tukaandika barua kutaka tena kuwauliza tumefikia wapi. Kama hivyo mimi kwa mzima kabisa nilikuwa nafanya kazi bandari kama kawaida, mtu wa kazi, kutokana na shida maisha ndio majanga amenipata. Kwa hivyo naomba mama tusaidie tu kwa hili, atuangalie watu wake tulivyo, isitopata shida kwa hili. Tunakatishana tamaa. Unaona bwana, miaka mingi miaka inaenda, tuna watoto sisi tunasoma, sawa bwana, tunalisha vipi maisha haya? Na mtendo kama ishaipata tayari. Tunaomba mama tusaidie tu, atuwezeshe sisi kama wenzetu. Ndio hilo tu mimi naomba. Nasema haki lirai, maana sizungumze kutokana na nani. Nimeshindwa kumsomesha mwanangu kwa sababu wakati huo ilikuwa masomo ya malipo, ameishia form 2 kutokana na uwezo wa kimaisha toka tulivyoondolewa mamlaka ya bandari yakawa yanayumba. Na kuna baadhi ya wenzetu, wafanyakazi wenzetu hawapo duniani, wamefariki bila kuipata haki yao. Ombi langu kutokana na mchakato unaoendelea, kutokana na mchakato wa hawa viongozi wetu wanaofuatilia mamlaka ya bandari pamoja na viongozi wa serikali, tunawaomba watuangalie kwa jicho la huruma. Sisi ni Watanzania wenzao kama wao, na sisi ni wanyonge, na unyonge wetu tunawaomba, kwa sababu wao washaliingilia hili swala, basi watufanyie haraka ili tuondokane na maisha tuliyokuwa nayo. Leo tunashindwa hata kuwalisha watoto wetu, kuwavisha, kuwatibia. Mheshimiwa Rais, sio na washitaki, ila nakuomba wewe ndio rais unayesikiliza hatima za wanyonge, na umeunda kamati mbalimbali
za kisheria kwa ajili ya kuwatetea wanyonge. Wewe mwenyewe unaijua hali ya maisha jinsi ilivyo, na ndio maana umeshikwa na shauku ya kutuokoa.